baada ya kuiangalia habari ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance alivyosema kwamba Irani ilitumia akili bandia kutengeneza masharti 10 ambayo ameyaita masharti yasiyo na ukweli kwa jinsi ambavyo yaliweza kutolewa kwa mara ya 3, kwa sababu mara ya kwanza Marekani iliweza kukataa, lakini Irani ikaja kwa mara ya pili. Ndo amesema kwamba hayo masharti ndiyo ambayo Rais Trump aliweza kuyakubali, ila ya 3 yalitumia akili bandia. Nilikuahidi nitakuletea kile ambacho msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt ambacho amekizungumza jana katika hotuba yake. Sasa hizi bado tunaziita ni drama ambazo zinazidi kuendelea, kwa sababu inawezekanaje kwa Marekani kuja kutupilia mbali mpango wa amani wa Irani kwa hivi sasa wakati Trump alikwisha kubali? Hapa kuna vitu vinachezeshwa, yani kama ni mchezo fulani ambao unachezeshwa ili ionekane kwamba kuna sehemu ambapo Irani ilikuwa inakosea kutokana na masharti 10 ambayo ameweza kuyapeleka Marekani. Sasa mimi nakuletea taarifa kama ambavyo inaeleza na jinsi ambavyo jana msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt ameeleza. Marekani imeweka wazi msimamo wake mkali dhidi ya mpango wa awali wa kusitisha vita uliotolewa na Iran baada ya ikulu ya White House kufichua kuwa pendekezo hilo halikuchukuliwa kwa uzito kabisa. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa ikulu Karoline Leavitt alisema kuwa mpango huo ulitupwa moja kwa moja kwenye takataka, akimaanisha haukuwa na uzito wala masharti yanayokubalika kwa upande wa Marekani. Kwa mujibu wa Leavitt, mpango huo wa Iran uliokuwa na vipengele 10 ulionekana kuwa haukuwa wa dhati na haukuonyesha nia ya kweli ya kufika suluhisho la kudumu la mgogoro unaoendelea kati ya Washington na Tehran. Mbali na kukataa mpango huo, Leavitt pia alivikosoa vyombo vya habari kwa kile alichokiita upotoshaji wa taarifa, akisema baadhi ya ripoti zilionyesha kana kwamba kulikuwa na makubaliano makubwa tayari yamefikiwa kati ya Marekani na Iran. Alisisitiza kuwa ukweli ni kwamba hakukuwa na makubaliano ya mwisho. Mpango wa Iran haukukidhi vigezo vya Marekani na mazungumzo bado yako katika hatua za mwanzo. Leavitt alifichua kuwa rais wa Marekani Donald Trump ndiye aliyekataa rasmi mpango huo, akiutaja kuwa haukuwa na mantiki wala mwelekeo wa kuleta suluhisho. Hatua hiyo inaonyesha kuwa Marekani bado inashikilia msimamo mkali, hasa kwenye masuala nyeti kama kusitishwa kwa urutubishaji wa uranium, udhibiti wa silaha za nyuklia, lakini na usalama wa washirika wake katika Mashariki ya Kati. Licha ya mvutano huo, Marekani imeeleza kuwa milango ya mazungumzo bado iko wazi, huku ikitarajia Iran kuwasilisha pendekezo jipya lenye masharti yanayoweza kujadiliwa. Kwa upande wake, Irani bado haijatoa majibu rasmi kuhusu kauli hiyo, lakini inaaminika kwamba hatua hii inaweza kuongeza mvutano na kuchelewesha juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha vita. Mwisho wa taarifa ambavyo inaeleza. Sasa jana, wakati msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, aligusia baadhi ya vitu vingine, ambapo alisema kwamba Marekani haiwezi kamwe kuiruhusu Iran kuweza kumiliki silaha za nyuklia. Na kauli hii hata makamu wa rais JD Vance alipokuwa akiondoka pale Budapest, Hungary, alizungumzia hili swala kwamba Marekani haitoweza kamwe kuiruhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia. Lakini pia hata waziri wa vita wa Marekani au waziri wa ulinzi Peter Hegseth naye alisema kwamba never, Iran haiwezi kumiliki silaha za nyuklia. Yani Marekani haiwezi kuiruhusu Iran kuweza kuwa na silaha za nyuklia au kumiliki silaha za nyuklia. Utagundua moja kati ya vitu ambavyo wafanyakazi wa ikulu ya White House, lakini vile vile maafisa wa Marekani, lakini rais mwenyewe, mawaziri wote, yani hata wale wakuu wa majeshi wanapinga sana Irani kuwa na silaha za nyuklia, kitu ambacho hata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba wameharibu kwa kiasi kikubwa sana mpango wa nyuklia wa Tehran, lakini vile vile bado kuna dust, yani ya mabaki ambayo yameweza kubakia. Hata Trump jana alizungumzia kwamba watafanya mchakato wa kuweza kuondoa hizo dust kwa kutumia B2 bomb, zile ndege za kivita za B2 ambazo zilitumika kushambulia malengo kadha wa kadha pale nchini Iran. Sasa hapa kuna sintofahamu kubwa ambayo inazidi kuendelea, kwa sababu huyu msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt, yeye ndiye mwenye jukumu kubwa la kuja kuisemea Marekani na kuja kusema yale yote ambayo serikali ya Marekani inayajadili au kile ambacho Trump anataka kuweza kukifikisha kwa hadhira. Kitu ambacho kimeshutumiwa hapa ni kwamba baadhi ya vyombo vya habari vilitoa picha isiyo sahihi kuhusu makubaliano ya ceasefire. Yani hakukuwa na deal kamili kama ambavyo iliweza kuripotiwa, lakini media zilikimbilia habari bila kuthibitisha. Na ndio maana hata makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kwamba proposal ya kwanza Iran iliweza kutolewa, yani masharti 10 kwenda kwa Marekani, Marekani kaikataa.
Irani ikaja na proposal ya pili, kitu ambacho hata Trump wakati anakuja kuzungumza kwamba Marekani haitaishambulia Irani kwa muda wa wiki 2 na imepokea proposal ya masharti 10, alikubaliana na hayo masharti ya pili. Sasa awamu ya tatu ndicho ambacho hata Caroline Leavitt amekuja kukishutumu kwa kusema kwamba hiko ndicho ambacho hakikubaliani kabisa na sera za Marekani. Yani hata makamu wa rais alisema kwamba ndio maana wametumia akili mnemba, yani akili bandia AI kutengeneza, na akasema kwamba huenda hata walitumia ChatGPT na huenda masharti hayo yalitoka kwa mtu ambaye hana nyadhifa au hana wadhifa mkubwa katika serikali ya Tehran. Ina maana Marekani imetupilia mbali kile ambacho tuliweza kukiona kwa siku ya hapo jana, kwamba alisema mpango huo haukuwa serious, yani haukuwa wa serious, kitu ambacho Marekani imeukataa kabisa. Na kitu ambacho Caroline Leavitt amesema kwamba mpango huo haukuwa na mantiki ya kidiplomasia, yani haukutaka amani ya pande zote, bali uliegemea upande wa Iran peke yake, lakini haukuonyesha nia ya kweli ya kuweza kumaliza mzozo. Zaidi tu ulikuwa unaweka masharti magumu ambayo kwa kweli yalikuwa yanayofanya Marekani kuwa kwenye wakati mgumu sana. Sasa nikukumbushe mtazamaji kile ambacho kiliweza kuonekana hapo jana, yani masharti 10 ambayo Irani iliweza kuyatoa kwenda kwa Marekani, na Marekani hadi kufikia hatua kupinga mpango huo. Sharti la kwanza lilikuwa ni kusitishwa kabisa kwa vita, isiwe ya muda. Yani Irani ilikataa ceasefire ya muda, ikataka mwisho wa vita wa moja kwa moja na wa kudumu. Lakini sharti la pili ni kwamba kusimamisha mapigano yote ya kikanda, yani vita zisisimame sio Irani pekee, bali pia Lebanon, Iraki pamoja na Yemen. Na ndio maana hata jana wakati Israel imeshambulia pale Lebanon, kufanya mashambulizi makubwa sana ambayo yalipelekea vifo, uharibifu wa majengo na majeruhi wa kutosha, Irani ilitishia kuweza kujiondoa moja kwa moja katika ceasefire, na ikasema kwamba inaandaa shambulizi la kwenda kuijibu Israel kwa kile ambacho likifanya Lebanon, kwa sababu walisema kwamba wamevunja makubaliano ya ceasefire. Sharti la kuto kuishambulia Lebanon lilikuwepo katika masharti 10, hivi kaonekana imevunja ceasefire. Ndio maana kwa mujibu wa ripoti ya Fox News kwamba waliufunga mlango wa bahari wa Hormuz, na ilikuwa imepitisha meli 2 pekee tangu ceasefire iweze kutangazwa. Sasa wakafunga tena mlango huo wa bahari wa Strait of Hormuz. Sharti la tatu ni kuondolewa kwa vikwazo vyote, yani sanctions. Marekani iondoe vikwazo vyote vya kiuchumi dhidi ya Iran. Sharti la 4 ni kuachiliwa kwa fedha zilizogandishwa, yani mali na fedha za Iran zilizozuiliwa nje ziweze kurudishwa haraka iwezekanavyo. Sharti la 5 ni Marekani iondoe majeshi yake Mashariki ya Kati, na Irani ilitaka uondoaji wa vikosi vya Marekani kwenye kanda nzima Mashariki ya Kati, yani hata zile military base ambazo zilikuwa zimewekwa pale sio Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain na sehemu zingine ziweze kuondoka, kwa sababu wanaona kwamba ni chanzo cha migogoro katika ukanda huo. Lakini sharti la 6 ni udhibiti wa mfereji wa Hormuz, kwamba Iran ibaki na udhibiti wa njia hiyo muhimu ya mafuta duniani. Pia kuwe na mfumo wa usalama wa meli, na pia Iran itafaidika, yeye pamoja na Oman ndio ambao mfereji huo umepita katika ardhi zao. Lakini namba 7 ni uhuru wa usafirishaji kwenye Hormuz, lakini kwa masharti ya Iran. Yani Irani meli zote zinazopita pale zipite salama, lakini chini ya utaratibu au masharti ya Iran pekee, sio masharti ya kimataifa. Lakini fidia ya uharibifu wa vita ni sharti namba 8, kwamba Iran ilitaka kulipwa fidia, lakini pia msaada wa kujenga upya miundombinu yake ambayo imeharibiwa na mashambulizi ya Israel pamoja na Marekani. Lakini sharti la 9 ni kubaki na haki ya Irani kwenye nyuklia. Irani hapa ilisisitiza kwamba ina haki ya kuendelea na urutubishaji wa uranium, na hili ndilo lilikuwa tatizo kubwa kwa Marekani. Yani Marekani katika maneno yote ambayo yanaweza kuongelewa, moja kati ya kitu ambacho kimesababisha kupinga sharti hili ni hili sharti namba 9, yani Irani iwe na haki ya kurutubisha uranium. Na Irani ilithibitisha kwamba wao wanataka kuitumia nishati hiyo ya nyuklia sio kwa ajili ya vita wala kutengeneza silaha, ni kwa ajili ya kuweza kupata umeme, nishati pale, lakini vile vile kuweza kutengeneza dawa. Sharti la 10 ni usalama wa kudumu dhidi ya mashambulizi, yani hakuna nchi hasa Marekani au Israel iruhusiwe kushambulia Irani kwa mara nyingine tena, yani hili jambo liweze kujirudia. Sasa hayo ni masharti 10. Sijui nini kitajiri katika wakati ujao, lakini nitazidi kuweza kukujuza update zote zitakazoendelea siku hadi siku au wakati wowote. Niko hapa kuweza kukuhabarisha zaidi. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.